zaidi ya 4,000 wa vijiji vya Gedamar, Marish na Bargish wilayani Mbulu mkoani Manyara wameondokana na kero ya kivuko baada ya Mwenge wa Uhuru kuzindua daraja la Gedamar. Na katika michezo, mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti amemuaga na kumpa baraka bondia Dula Mbabe kuelekea kwenye pambano lake la Dar Boxing Derby dhidi ya Hussein Taba litakalopigwa Julai 24 jijini Dar es Salaam. Habari ya asubuhi mtazamaji, popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema. Jina langu ni Salma Shabani. Karibu tuanze na taarifa ya habari na baadaye tutakuja kumulika yale ambayo yameandikwa katika magazeti asubuhi hii. Wananchi zaidi ya 4,000 wa vijiji vya Gedamar, Marish na Bargish katika halmashauri ya mji wa Mbulu mkoani Manyara wameondokana na kero ya kivuko baada ya Mwenge wa Uhuru kuzindua daraja jipya la Gedamar katika barabara ya Marish Bargish Ua Magharibi iliyojengwa na serikali kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 600. Elia Kimani ana taarifa zaidi kutoka Mbulu mkoani Manyara. Mradi huu umetekelezwa na wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA wilaya Mbulu, ikiwa ni kati ya miradi 8 yenye thamani ya zaidi ya bilioni 8.5 ambayo imepitiwa na kukaguliwa, ikiwa mawe ya msingi na kuzinduliwa na Mwenge wa Uhuru 2026 katika halmashauri ya mji wa Mbulu. Mradi huu ulikuwa ni hitaji la muda mrefu wa wananchi wa kata ya Gunyoda na kata ya Imbor ili kutatua kero ya ukatikaji wa mawasiliano hasa kipindi cha mvua kati ya kata hizi, jambo ambalo lilikuwa likwamisha shughuli za kiuchumi na za kijamii. Msisitizo wa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa wananchi wakati wa uzinduzi wa daraja hili ni kutunza miundombinu na kulinda amani kama chachu kutekeleza miradi mingine mikubwa ya maendeleo kwa utulivu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ameleta fedha nyingi hapa kwa ajili ya kujenga ile box culvert ambayo ilikuwa tatizo kubwa hapa kwa wananchi, namna ya kuvuka kutoka ngambo ya kule na kuja ngambo hii. Leo hii baada ya kuleta fedha hizi Mheshimiwa Rais, daraja hili limekamilika. TARURA wameweza kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Baadhi ya wananchi wanufaika wa daraja hili wakatoa hisia zao. Kwa kipindi chote tulikuwa tuna mahangaiko ya kuomba daraja. Kweli tulikuwa tunateseka, tukimwomba mbunge wetu kila leo, tukimwona tunamwomba, lakini mahitaji yetu yamekamilika. Tunamshukuru Mama Samia. Mradi mwingine uliozinduliwa na Mwenge wa Uhuru katika halmashauri hii ya mji wa Mbulu ni vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Marang vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 50 na ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya mji wa Mbulu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3 pamoja na mradi wa maji unaotekelezwa na BAWASA, ambapo Mwenge wa Uhuru pia utaendelea na ziara yake kesho katika halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Kutoka wilayani Mbulu mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Sonelton. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imewataka wadau wanaojishughulisha na miradi ya uhifadhi wa rasilimali za bahari kuhakikisha miradi hiyo inaenda sambamba na uinuaji wa hali za ustawi wa uchumi wa wananchi wa maeneo ya miradi ili kuzilinda rasilimali za bahari. Hii hapa ni taarifa kamili. Kauli ya serikali imetolewa na afisa mdhamini Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Dr. Salim Mohamed Hamza, wakati wa uzinduzi wa jukwaa la wadau wa eneo la bahari ya kaskazini mashariki mwa kisiwa cha Unguja, pamoja na uzinduzi wa mkakati wa uendelezaji wa jukwaa hilo. Kuwepo kwa majukwaa haya yanatupa fursa ya kujenga uratibu bora zaidi wa kuimarisha mawasiliano kati yetu na wadau, kubadilisha uzoefu na kuhakikisha kuwa maamuzi tunayofanya yanazingatia maslahi ya wananchi, maendeleo ya uchumi wa buluu na uhifadhi wa mazingira. Uzinduzi wa jukwaa la wadau la eneo la bahari ya kaskazini mashariki mwa kisiwa cha Unguja ni sehemu ya mradi wa Tuitunze Bahari Yetu unaodhaminiwa na Umoja wa Ulaya kupitia shirika la uhifadhi wa mazingira kimataifa. Bahari yetu inatoa ajira, lakini pia inatoa chakula, kipato na fursa mbalimbali za kiuchumi, lakini pia za kijamii na za kiolojia. Aidha, mazingira haya ya bahari ya pwani yana mchango mkubwa katika kuhifadhi bioanuwai na kulinda fukwe dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha uwepo wa huduma muhimu za kiikolojia kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mkuu wa mradi wa pamoja tuhifadhi bahari yetu kutoka shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira na mali asili, Dr. Matias Ingulu, anasema mradi huo utasaidia uhifadhi wa rasilimali bahari, misitu na tafiti za mazingira. Mradi unafanya kazi kwa karibu zaidi na
taasisi zetu za utafiti na taasisi ambazo zinashughulikia uhifadhi mzima kuhakikisha kwamba wanavyo vifaa na wanazo nyenzo za wao kuhakikisha wanaweza kusimamia kwa ukaribu zaidi na kwa uzuri rasilimali za bahari. Mafunzo tuliyopata leo, bahari yetu tuitunze kwa sababu ni rasilimali yetu. Uzinduzi wa jukwaa hilo pia ulienda sambamba na uchaguzi wa viongozi wa kulisimamia jukwaa la wadau eneo la bahari ya kaskazini mashariki mwa kisiwa cha Unguja. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Wabunge wa mkoa wa Ruvuma wameibua wasiwasi kuhusu utayari wa mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya Songea Lutukira kilomita 100 pamoja na Songea bypass kilomita 16 wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 150, wakitaka serikali kuhakikisha mradi huo unatekelezwa kwa ubora kwa kutumia mitambo yenye uwezo unaostahili. Taarifa ya Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma inafafanua zaidi. Licha ya serikali kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 150 katika ujenzi wa barabara hii ya kutoka Songea kuelekea Lutikira, lakini bado hofu ya wabunge imekuja kutokana na uwekezaji wa mitambo hii ambayo inaonekana hapa nyuma, ambayo kwa sasa hivi bado inafanyiwa ukarabati hapa. Lakini nimeangalia tu kwamba hata nikiona ile ambayo limefungwa na kamba kabisa, ni hofu yangu ni kwamba ukitumia vifaa kama hivi ambavyo pengine vimechoka, labda vinatakiwa kufanya marekebisho mara kwa mara, je, havitachangia kuchelewesha huu mradi wetu? Kwa nini au ni sababu gani inayosababisha hivi vifaa visikamilike? Kwa sababu tunaona crusher iko hapo lakini haijaunganishwa. Kwa hiyo mimi nikuombe sana, kwa sababu tuna uhitaji mkubwa na huu mradi. Akizungumza kuhusu hatua ya utekelezaji wa mradi huo, meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma mhandisi Saleh Juma amesema hadi sasa ujenzi umefikia 10%, huku kazi mbalimbali zikiendelea kwa mujibu wa ratiba na usimamizi ukiimarishwa ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa ubora na kwa wakati. Na nilisema progress ya mradi sasa tunaikadiria kwa 10%, kwa maana sasa tunahesabu pia kwa maana mitambo iliyoletwa site, wataalamu walioletwa site na kazi chache ambazo zimeanza ambazo tumeziona kule za site clearance. Hata hivyo, katika majadiliano baina ya pande hizo mbili, mkandarasi amesema hakuna sababu ya hofu, kwani mitambo mipya na ya kisasa tayari imewasili bandari ya Mtwara na ndani ya siku 10 zijazo itakuwa imefika eneo la mradi, hatua itakayowezesha kazi za ujenzi kuendelea kwa kasi na kwa viwango vinavyotarajiwa. Mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Serikali imeelekeza wakala wa barabara Tanzania TANROADS kutumia maabara zake za kisasa kwa kushirikiana na sekta binafsi pamoja na taasisi za elimu ya uhandisi ili kuongeza mapato, kuboresha huduma za kitaalamu na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha upimaji wa vifaa vya ujenzi wa barabara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hii hapa taarifa ya Amani Mbando. Maelekezo hayo yametolewa na Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya alipokagua maendeleo ya ujenzi wa makao makuu ya TANROADS jijini Dodoma, ambapo amesema serikali imefanya uwekezaji mkubwa ambao unapaswa kuleta tija kupitia matumizi ya teknolojia na ushirikiano na wadau mbalimbali. Kwa sababu mna maabara za kisasa, mkawa pia ni tegemeo la barabara za nchi zinazotuzunguka, na hicho kitawezekana tu endapo mtaamua kupanua kwanza taaluma yenu, pili kupanua maabara, lakini pia kushirikisha sekta za nje ambazo zitawapa uwezo na mkawa ni watu ambao mko bora katika eneo hilo. Kwa upande wake, meneja wa TANROADS mkoa wa Dodoma Mhandisi Zuhura Amani amesema ujenzi wa makao makuu hayo wenye thamani ya shilingi bilioni 49.72 umefikia 85% na unatekelezwa na CRJE East Africa Limited chini ya usimamizi wa wakala wa majengo Tanzania TBA. Limefikia asilimia ya juu zaidi ya 90%, na hii ilikuwa ni kutokana na ule mpango wa serikali wa kuhamishia taasisi zote makao makuu ya nchi, na sisi TANROADS tayari kuna watumishi takriban 220 wameshahamia Dodoma. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano imeipongeza kampuni ya Africa Media Group AMGL inayomiliki vituo vya Channel 10, Channel 10 Plus, Magic FM na Radio Classic kwa namna inavyotoa elimu kwa umma kuhusu utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo likiwemo swala la muungano. Hii hapa ni taarifa kamili. Pongezi hizo zimetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi
wa idara ya muungano katika ofisi ya makamu wa rais Daktari Juma Mohamed Salum alipokutana na kufanya mazungumzo na uongozi wa Africa Media Group, Uhuru Publication na People's Media Communication wakiongozwa na mkurugenzi wake Dennis Msaki kwa lengo la kuimarisha ushirikiano. Daktari Juma amesema muungano wa Tanganyika na Zanzibar umeendelea kuimarika siku hadi siku, ambapo mwaka huu umefikisha miaka 62 tangu ulipoasisiwa Aprili 26 mwaka 1964, na kueleza kuwa vyombo vya habari vina nafasi kubwa ya kuendelea kutoa elimu ya muungano hasa kwa vijana. Tumepata mapokezi mazuri hapa mimi na wenzangu kwa dhamira ya kuja kuimarisha ushirikiano na zaidi kuangalia maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi katika kutoa elimu kwa umma kuhusiana na muungano ambao muungano wetu kwa mwaka huu umetimiza miaka 62. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa dhamira ya kuja kuendeleza mashirikiano na kuona maeneo ambayo Africa Media Group inaweza ikatusaidia na kutuunga mkono katika jukumu la kutoa elimu kwa umma, hususan kwa vijana wa kizazi cha leo kuhusiana na muungano wetu ambao ni muungano wa kipekee. Kwa upande wake, Dennis Msaki amemshukuru mkurugenzi huyo pamoja na timu yake kwa kuitembelea Africa Media Group, ambapo amesema vyombo vya habari vilivyopo chini ya kampuni hizo vitatoa ushirikiano wa dhati kwa ofisi ya makamu wa rais katika kutoa elimu kwa umma kuhusu muungano kupitia makala na vipindi mbalimbali. Esther Mtebe, Channel 10. Halmashauri ya wilaya ya Handeni mkoani Tanga imetenga wiki maalum ya kumshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha nyingi za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, miradi ambayo imesaidia katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi wilayani humo. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti. Wiki hiyo imeanza Julai 14 kwa shughuli mbalimbali ikiwemo uwekaji wa mawe ya msingi pamoja na uzinduzi wa miradi mbalimbali kwenye sekta ya elimu na afya, ambapo kilele cha wiki hiyo kinatarajiwa kufanyika kesho. Na hapa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Handeni Saitoti Steven akiwa katika uwekaji wa jiwe la msingi la zahanati ya kijiji cha Kilima Mzinga anaelezea lengo la wiki hii. Ni ishara tosha ya kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa fedha nyingi ambazo ametuletea kwenye miradi ya maendeleo katika halmashauri yetu kwenye sekta mbalimbali. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Handeni Mhandisi Charles Sungura anaelezea juhudi zilizofanywa na serikali katika kuboresha sekta ya elimu wilayani hapa, huku mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Handeni Dr. Kisaka Kachua akielezea ushiriki wa wananchi katika kuanzisha miradi ya afya ambayo serikali imekuwa ikitoa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa miradi hiyo. Ndani ya mwezi huu ulioisha, kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 7, tumepokea takriban shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya miundombinu ya elimu, kwa maana shule ya hapa Kang'ata, shule ya Mkata pamoja na ujenzi wa mabweni katika shule ya sekondari Ndolwa. Mpaka sasa yako majengo mbalimbali ambayo yanaendelea kujengwa, na ndani ya wiki hii yenyewe zahanati zaidi ya 4 zitawekwa jiwe la msingi. Nimevutiwa sana kuchangia mradi wa kimaendeleo kama huu. Ni katika jitihada za kuhakikisha kwamba tunachangia kile tulichonacho katika kile tulichokizalisha. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Mradi wa kituo kikuu cha kisasa cha mabasi yatakayokwenda mikoani kutokea Tabora kinachojengwa sambamba na mradi wa upanuzi wa soko kuu mkoani humo kwa jumla ya gharama ya shilingi bilioni 19.9 ametakiwa kukamilisha mradi huo kwa wakati. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Utekelezaji wa mradi huo ulianza mwezi Disemba mwaka 2024 na ulipaswa kukamilika mwaka jana, lakini hadi sasa haujakamilika. Na hapa kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Tabora, mratibu wa mradi wa manispaa hii Mhandisi Mariam Kasisi anatoa taarifa ya mradi mbele ya mbunge wa jimbo la Tabora mjini Bi Hawa Mwaifunga alipokuwa akikagua maendeleo ya mradi huo akiambatana na wataalamu mbalimbali wa manispaa hii. Utekelezaji kwa ujumla kwa soko na stendi ina jumla 65%. Mkandarasi aliongezewa muda wa miezi 8 na siku 20 kutokana na sababu zilizotokea
wakati wa utekelezaji wa mradi. Baada ya kupokea taarifa hiyo iliyozua hofu kwa mbunge Hawa Mwaifunga kutokana na ucheleweshaji wake, na hapa Mheshimiwa Hawa anahoji juu ya ukomo halisi wa miradi hiyo, huku wakandarasi wakitoa utetezi wao. Kwa hali ambayo tunaiona hapa jinsi ilivyo, huu ni mwezi wa 7 na leo ni tarehe 16. Tuko nusu ya mwezi wa 7. Sasa sijui unaweza ukatuambia kwamba pengine tunaweza tukaanza kutumia hii stendi sisi wakazi wa Tabora. Mradi hautakuwa kwa 100%, lakini partially kuna maeneo ambayo yanaweza kuendelea kutumika. Tunaamini mpaka hiyo tarehe 20 mwezi wa 9 eneo upande wa nje wa barabara tutakuwa tumeshakamilisha. Katika hatua nyingine, mbunge akiwa katika mradi wa soko amekagua maendeleo ya ujenzi huo, na hapa wafanyabiashara wa soko hilo wanatoa ombi lao. Hapa pana shida, baadaye mtaona tena vurugu hapa. Meza ziko mita 1. Mtu anafanya biashara gani? Tulishakuja hapa na management tukaangalia eneo linalobaki na bado tunaendelea, na leo hii tunavyoongea kuna baadhi ya viongozi wameondoka tena kwenda kuangalia uwezekano wa mradi kuongezwa. Jambo litakalokuja ni kwamba hichi Chama cha Mapinduzi ndio wanatudanganya kila siku, ndio wanatufanyia haya. Hatutaki kusikia maneno hayo midomoni mwa wananchi. Tunachotaka wananchi waseme CCM imefanya, CCM imeweza, na sasa tunafanya mambo yetu kwa utulivu na amani. Kutoka hapa katika mradi wa soko kuu la hapa mkoani Tabora, lipo hapa katika kata ya Chemchem manispaa ya Tabora. Adela Moses, Channel. Na katika michezo, mtazamaji, mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti amemuaga na kumpa baraka bondia Dula Mbabe kuelekea kwenye pambano lake la boxing derby dhidi ya Hussein Itaba litakalopigwa Julai 24 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari mapema katika ofisi ya wilaya ya Kisarawe, Mheshimiwa Magoti amesema anamwamini bondia Dula Mbabe kulingana na maandalizi aliyokuwa akiyafanya alipokuwa kambini katika wilaya yake, na atahakikisha anafika katika ukumbi wa EACC ili kushuhudia namna anavyomchakaza Hussein Itaba. Tunataka yule bwana Hussein umchape kichapo ambacho hakina mfano, na kama ana watoto wapambe wako mwambie kwamba asiende kwenye lile pambano, kwa sababu Dura yuko vizuri na sisi hatunaga rekodi ya kushindwa. Hawa wanasema huyu promise promoter, naongea kama mkuu wa wilaya, ni mwananchi wangu wa Kisarawe. Yule natakiwa kwanza, ili kumonyesha adabu, mpeleka hata raundi ya pili tu. Chapa mtu kweli kweli, yani unamchapa, ile kipigo kinaitwa Nyakabazongo Kosovo. Naingia katika jiji la Dar es Salaam kumalizia mazoezi ya mwisho kwa ajili ya kumkabili Hussein Itaba. Ninachotaka tu kumwambia tu Hussein Itaba, kama ulikopo unafikiria mwaka miaka, sasa hivi imebaki siku tu. Wa taarifa hii ya habari kutoka hapa Channel 10, mtazamaji, twende sasa mapumziko mafupi, alafu tutakaporejea hapa tutakuja kupitia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti yaliyotufikia asubuhi hii. Jina langu ni Salma Shabani.